topiki yetu ni all things they have a home. Vitu vyote viko na nyumbani. Kila kitu kiko na nyumbani. Amen. Hallelujah. Na ningependa nianzie tu pale so that tujenge, tuingie mahali tunapotaka siku ya leo. Amen. Amen. All things have got a home. Kila vitu viko na nyumbani kwao. Hii ndio sababu baba kama ni mchawi, kwa urahisi sana unaweza pata mtoto ni mchawi, sababu ule baba alipossess uchawi na uchawi ukafanya hapo nyumbani. Kwa hivyo ni rahisi sana upate hiyo uchawi. Hata kama mzee alikufa ameenda kuzimu, hiyo uchawi inainuka kutoka kuzimu, inataka kurudi nyumbani. Inataka kurudi nyumbani. Na usifikirie wazee wenye walitutangulia wote. Nasikianga watu kwa matanga wakijiattach kwa mtu mwenye amekufa. Wanajiunganisha. Wanasema huyu ndio moyo wangu. Alishua huyo ndio moyo wako. Sema huyu tuliahidiana na yeye penye anaenda mimi ninaenda. Na yeye ameenda wapi hiyo saa? Na pia wewe unasema mliahidiana mfanye nini? Wacha kujiattach kwa vitu. Hallelujah. Mahali ambapo tunataka tukue attached ni kwa ufalme wa mbingu. Sababu ni nyumbani kwetu. It is our home. Praise the name of the living God. Na nilikuwa nasema kama wewe unaweza kuwa factory ya kuproduce neno fulani. Useme, uambie mtu no fwe. Uyanzi kia mtageme mtu kataiwe na kuyavileja. Kataiwe na kuyavileja. Kama wewe ndio umelianzisha hilo neno, jua nyumbani kwa hilo neno ni wapi? Kwako, sababu wewe ndio ulilisema. Ndio nilisema ukianza kujieka tu kuformulate vitu kwa watu venye Shalom ako hapa na uanze kusema neno kwa huyu Shalom, hilo neno lisipopata nafasi ndani ya Shalom litarudi wapi? Nyumbani. Kama ulinisingizia mimi ni mwizi, useme mimi nimeiba, na uambie watu mulole nyohola matuma kala manabira mulukakala nantia, na kwa macho yako haukuona. Jua hilo tendo, hiyo kitendo ambayo uliitoa inakuwao na ni wewe umeiproduce. Kwa hiyo nyumbani kwa hiyo kitendo ni wapi? Siku moja utashikwa kama umehora matuma ya mtu. Kwa nini? Ulisema na kusingizia mwingine. Ishakambako. Na tulisoma tukasema, Biblia inasema wakati roho chafu huwa inatoka ndani ya mtu, inaenda ikizurura, ikitangatanga na inakuwa restless. Ni kumaanisha kama haiko nyumbani, haiwezi kuwa na amani. Kwa hivyo inaenda na inakuwa restless. Na inasema wacha nirudi kwa nyumba yangu. Kwani mtu ni nyumba ya roho chafu. Ni kumaanisha huyo mtu aliipossess. Hallelujah. Ndio ile vitu ulivikaribisha kwako kwa kutamka na maneno ya kinywa chako. Ni vigumu mtu mwingine aviondoe. Ni wewe tu unastahili kutengeneza maneno uliyoyaongea vibaya. Yo kusingizia uliyosingizia watu, uombe watu msamaha na utengeneze na Mungu. Hallelujah. Unaweza sema neno kwangu mimi nisilijue, lakini hilo neno limeumbika. Wakati unaposema kitu kinaumbika, Biblia inasema tunajua kwa imani mbingu na ulimwengu tunaouona uliumbwa kwa neno kutoka kwa kinywa cha Mungu. Na Mungu akasema wacha na tukaumbe mwanadamu kwa mfano wetu. Ni kumaanisha tuliumbwa na uwezo wa kuzungumza vitu viumbike. Vitu vijengwe, vitu viumbike. Praise the name of the living God.
kinywa chako. Kila saa ukiambia tu watu ndani hapana, ndani hapana. Nilikuwa nasikia watu wananiambia juzi, tulikuwa tumeenda na huyu dada tukijua anataka aenda atoe rekodi yetu kwa ofisi fulani hapo Mbale, so that anapotoa hiyo rekodi itusaidiane sisi tulipwe marupurupu yetu. Lakini siku hiyo dada alikanyaga tu kwa ofisi, akaanza kusema anko yangu amekufa, hata sina pesa. Akaanza kuambia ule mkubwa, anko yangu amekufa, nataka unisaidie, hata sina mtu. Wakasahau story yenye walikuwa wameendea. Ikabidi ule aanze kuandika cheki ya kusaidia huyu. Kaambia wengine mtakuja siku nyingine. Na ujue kama umefanya hivyo ni hakika ango yako atakufa. Ulishamuua. Ukifika mbinguni ukiambiwa you are a murderer, usikatae. You killed your uncle. Uliua. Kwa kufanya nini? Kwa kuzungumza. Unanisikiliza? Hallelujah. Praise the name of the living God. Kwa hiyo lazima uangalie sana matendo unayoyafanya na vitu unavyoviongea. Ukiproduce wewe, hapo ndio nyumbani kwa hiyo kitu. Ukisema ule mtu ni jambazi na hujawahi muona, jua kwako jambazi itapatikana. Kizingizia tu mtu ni mwizi. Hallelujah. Ninasema sababu nimepita kwa kategori ya watoto yatima. Wenye hata hawakuona baba. Wakati tulianza kuona mama, kichwa yake ikakuwa si mzuri. Sijui kama watu mlimuona hapa. Alikuwa kichwa haikuwa mzuri, na ndio sasa tulikuwa tumeanza kumuona na akakufa akaenda. Hallelujah. Na kwa hiyo state unaweza singiziwa mambo mengi. Unaweza itwa mwizi. Unasema anakula nini kwa hiyo nyumba? Huyo ni mwizi. Na watoto yatima hupitia hali zinakaa hivyo. Mtu amemchukua, anamsaidia shughuli, na yeye akimsaidia kama ni school fees ama ni nini. Lakini baadaye anamsingizia, anamweka neno. Praise the name of the living God. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Ujue niko na rafiki yangu mwingine. Tulikuwa tunakaa na yeye. Na kitu ingefanyika kwake sababu alikuwa anapendwa, mimi ndio ningekuwa ni wakulaumiwa. Wangenilaumu mimi. Na maneno makali yakuje kwangu. Lakini cha kushangaza ni kwamba huyo jamaa alikufa tu. Alikufa tu. Na mimi wakati nilisikia mambo ya matanga yake, nikajua there is a possibility mimi nimehusika. Nimehusika aje? Sababu vitu zenye zilikuwa zikuwe zake, zilikuwa zinaletwa kwangu na Mungu naye anapeleka ziende nyumbani. Sababu ndani yangu hazikuwa ninapata mahali pa kukaa. Hazikuwa ninapata mahali pa kukaa. Sasa unaweza uwa mtu, unaweza uwa mtoto wako mwenye unapenda kwa kuchukia yatima ambaye unakaa naye ndani ya nyumba. You have to be very careful. Mnanisikiliza kweli? Unaweza shift baraka za watoto wako uwekee watoto wa watu wengine unaokaa na wao. Sababu wakati huyu alikosa, ulilaumu mwenye si yeye, sababu si wako. Na hiyo vitu ulisema ikakuwa inaumbika na ikajijenga ikafanya kazi. Na vyenye vilikuwa vikwe pande hii ya watoto wako umezishift, umezipeleka kule kwingine. Usiwahi chukia mtoto wa mtu bure. Kata kama ni imbali ha uraka uchila tae. Mumula bana banyasa. Hallelujah. Kata kama ni imbali ha. Usikubali kusingizia mtoto wa mtu. Usikubali kusema neno la kiuongo juu ya mtu na unajua ni uongo, itarudi nyumbani. Ishakamba. Itakuja kurudi nyumbani. I'm telling you. I hear what I'm saying. Praise the name of the living God. Kwa hiyo tukasema ukipenda kulaani watu na laana kwako itakaa. Mnakumbuka? Itakaa kwako, itaingilia mifupa yako kama maji na utavaa vazi la laana. Yaani tukikuona you are cursed.
Sababu ulipenda kutamka mabaya kwa wengine na mabaya, anga ya roho ikatamka mabaya kwako. Mtu hata kulaani ni sawa tu na principle. Ukisukuma baba yako hauna wema, hata baba yako akusamehe, akuwekelee mkono, akuitie baraka, hauna wema. Lazima utakatika mapema, ama ukiishi maisha mingi haitakuwa vema na wewe. That is why you need God. Ukisukuma mama yako hivi, mweka mkono kwa kifua yenye ulinyonya na usukumi hivi, you're cutting your life. Are what I'm saying? Umechinja maisha yako. Hiyo ni automatic. You don't need someone to curse you. Itaingia tu. Sababu kusukuma mzazi ni mlango wa laana kuingia. Young men, are you hearing me? Praise the name of the living God. Kwa hiyo mambo ya mashamba, ukisikia sijui ndugu yako ako na nini, anataka kwanza kuzozana na shamba, toroka, enda Taita huko. Badilisha namba ya simu. Fadhali ubadilishe namba ya simu, lakini laana isikuje wapi? Kwako. Sababu ndugu anaweza kuinsight msimame kinyume na mzazi. Sawa, mzazi kwa kuokopa mapanga yenyu atainama chini, awakatie shamba yote, abaki na karoom kama ka sitting room. Lakini hiyo shamba hamutakula. Kwa nini? Mlisukuma mzazi. Hizo vitu ziko automatic. Ukitenda mabaya yatarudi. Ndio sababu Biblia inasema do not be deceived. Whatsoever a man sows, that shall he reap. Chenye mwanadamu hupanda, atavuna. Atavuna. Sidanganyike. Kipanda utalipata. Panda kwa ujinga, panda kwa kuchua, panda kama umelala usingizi, panda kama umelewa, itamea, utavuna. I hear what I'm saying. Praise the Lord of the living God. Ukipandacho utakivuna. Ukiwa tu generator ya kugenerate vitina, kuna siku inafika na wewe utakaliwa vitina baada ya vingine, utakufa na hata attack. Sababu watalisema neno kwako litakalojulikana ulimwengu mzima na haukulifanya. Na kila mtu anakuogopa. Na hukufanya. Shida ni nini? Ulipanda, inamea kwako. Kipanda maembe, utavuna maembe. Praise the name of the living God. Kila kitu kiko na kwao. They have got a home. They have got a home. Praise the name of the living God. Viko na kwao. Vitu viko na kwao. Ukibomoa nyumba ya mtu kwa maneno ya kinywa chako, jua na yako inangojewa kubomolewa juu ya maneno ya mwingine. Ataibomoa. Kibomoa mpaka uhakikishe kweli huyo bibi ameenda, ama huyo bwana amepotelea nje. Najua kwako pia atapotelea nje. Haleluya. Unachokipanda utakivuna. Kila kitu kiko na nyumbani. If it is you who is producing it, that is its home. Unapotuma kwa anga ya roho na mtu ni wa roho, analiona kwa anga ya roho, anasema hii ni nini inakuja. Kama kale kakitu kalikuwa kanasema Lovet eze, akipatana nako anakarudisha. Sababu kila kitu chenye kimeumbwa lazima kikuwe na nyumba. Kwa hivyo hiyo kitu inarudi ikitafuta nitaingia wapi. Kwa sababu inasema wakipata nyumba imefagiliwa, anaenda anaita ndugu zake na shangazi zake, wengine wangapi? 7. Waje waingie. Anajua niko na security sasa. Wakinigonga shangazi atabaki. Ama mjaisikia mtu pepo inafukuzwa na inasema niko na mjomba. Kwani mjomba alikujaje? Haleluya. Nasema mwezi nitoa kama mjatoa mjomba. Mimi ndio mkubwa, lazima mtoe mjomba, yeye yako chini yangu. Zinajua ni nani alitukaribisha, ni fulani. Zimekuja 7. Unaweza nisema kaneno ufikiria kani kadogo kwa huyu mtu. Na kweli watu wakafanya hivi, kaishe tu. Kaishe.
lakini siku itakuja kwako inakuja kama zimeambatana ngapi? 7. 7. Hallelujah. Praise the name of the living God. Hii ndio sababu Mungu alikuwa anasema watakujia kwa njia moja, lakini kwa njia 7 watatawanyika. Praise the name of the living God. Hallelujah. The same way ukipanda kamoja unaweza vuna 7. 7. Ukinitai siku moja uniteke dawa kwa barabara na nipite ndani, hiyo kitu inaenda ikitafuta nyumbani. Itakaporudi lazima zisanyane 7 zikuwinde, na wewe utapita ndani ya hizo 7 na wewe ni mchawi. Unapita kweli? Praise the name of the living God. Hallelujah. Hallelujah. Things have got a home. Therefore, leo nataka kusema make your heart a home of grace, mercy, peace and goodness. Make your heart a home of grace, mercy, peace and goodness. Amen. Amen. Are you hearing what I'm talking about? Fanya moyo wako uwe boma la rehema, neema, rehema, amani na wema. Praise the name of the living God. Unajua kitu ambacho Paul alikuwa anamuombea Timotheo. Fungua Timothy chapter 1. Sikuwa nimepanga kusoma hiyo, lakini wakati nimesoma hiyo maneno ya neema ninamkumbuka Paulo akiandika barua yake kwa Timotheo, mlango wa 1, Timotheo wa 1 mstari wa 2. Wacha nianzie wa 1. Anasema, Paul, an apostle of Jesus Christ by the commandment of God our Savior and Lord Jesus Christ, which is our hope. Verse 2. Unto Timothy, my own son in the faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. Hallelujah. Ona vyenye amelisema, amesema neema, rehema, amani vitokayo kwa Mungu na Yesu Kristo. Sio ati anaomba Mungu ampatie, ni kama ako nayo tayari, ana supply. Praise the name of the living God. Hallelujah. Are you hearing what I'm talking about? Ningependa unielewe, mtu niangalie vizuri. Paul alikuwa spiritual father wa Timothy. Na kitu kinachopatia Timothy neema ya kutembea na kufanya mambo, neema ya kufanya huduma, ni yeye kusubmit chini ya Paul. Ni kumaanisha walikuwa na nyumbani. At the moment unaita mtu baba, jua you have a home. Hallelujah. And if you have a home, you will harvest grace. Utapata neema. You will get grace. Sema grace. Utapata neema. Neema ni kibali ambacho hatustahili. Watu wakikuangalia wangekuhesabu 0, lakini neema ya Mungu inakuweka on top. Hiyo inaitwa grace. Kwa nini ichie Timotheo? Because he is a true, faithful son of Paul. Are you hearing what I'm talking about? Praise the name of the living God. Ukijua jinsi unakaa hata kanisani kama hapa, utavuna neema. Lakini ukikuwa kila saa ni wewe watu wana kikwazo na wewe, you won't find grace. Unaona venye Paul anamuintroduce, anasema my true and faithful son, mwana wangu wa kweli. Na ujue si Paul alimzaa Timothy kwa asili ya mwili. Hakuzaa Timothy, lakini alimzaa Timothy kwa mambo ya rohoni. Na akajua Timotheo, akajua jinsi ya
faithful son in the house. Praise the name of the living God. Where you fellowship. Kuna maneno mengine watu wanaweza kuandikia hukumu, lakini kwa sababu ya submission yako katika nyumba ya Mungu, Mungu anakuondolea hiyo hukumu iliyokuwa imewekwa juu yako. Hata kama uyajui na hukuomba msamaha, mercy will come. Mercy will come. Praise the name of the living God. Mercy ndio mkono wa Mungu uondoae judgment ya shetani. Mercy ndio mkono ulifuta laana zilizokuwa zimeandikwa kwenye ukuta kwa ajili yako kwa Colossians chapter 1 verse 14. Mercy ndio mkono huo ulifuta. Mercy ni uwezo ndani ya damu ya Yesu uondoao dhambi zenye zilishakuwa zimeandikwa kwako already, na zimesema huyu lazima aende jehanamu because of 1, 2, 3. Lakini mercy says no. Mercy inasema, praise the name of the living God. Mercy counsels. Ina counsel hukumu za midomo ya wanadamu, hukumu za mapepo. Praise the name of the living God. Hallelujah. Unaweza kuwa kwa bahati mbaya ulishiriki katika tambiko la sanaa, ukakula nyama ya makumbusho, ukakula nyama ya bukoko, ukakula nyama ya siku la mliango, uko Bungoma wanasema lunganyo, ukakula, lakini baadaye ukaokoka. Praise the name of the living God. Uwezo ndani ya rehema, power in the mercy will take away judgment. Itaondoa judgment. Praise the name of the living God. Itaondoa judgment over you. Kwa sababu umejifunza kukuwa loyal. You have someone who says grace, mercy and peace be upon your life. Hallelujah. 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 Kuna saa ingine misukosuko zikikuja, you look where your father is. Si kila saa kwanza kungangana na nguvu zako. Akisema tu mercy imetosha, hata kama ulifanya makosa. Mnanielewa watu wa Mungu? Listen to me. You need to know how to fight. Saa zingine vita watu upigana si vyao. You need to invoke a higher authority. Are you hearing what I'm saying? You just call your father and you tell him this and this and this. Na umwambie useme tu amani ikue na amani itakuwa. Without doing anything, peace shall come. Number 3 anasema peace be upon you. That is why you need to be peaceful if you're serving God. Kuna stahili kukuwa na amani, na kila kitu yenye haileti amani itaondolewa, hata kama ni wanadamu wataondolewa. Praise the name of the living God. Kwa hiyo unapopiga magoti mbele ya Mungu lazima ukuwe careful sana. Unaweza ondoa watu wengine wa karibu na wewe, kumbe hao ndio wanaleta shida kwa maisha yako. Kwa sababu Mungu anataka amani ipatikane, anasema this is the element that brings disturbance. Let me take away. Praise the name of the living God. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Mercy, peace, grace ni uwezo tunaohitaji, na utaupata aje? Be loyal in the house of God. Be loyal to the things of God. Kuwa loyal. Usitoke hapa kufika kwa barabara mshabadilisha maneno tulihubiri, naanza kusema hiyo mahubiri ilikuwa tu ya mama nyota. Be loyal. Hallelujah. Mshirika akiumwa, feel the pain. Mpendwa akisikia uchungu, sikia na yeye hiyo uchungu. Lakini kama moyo wako hauko, hata ufanye aje hiyo uchungu hauwezi isikia. But you need to be feeling. Ukiona kuna mtu amepitia pain na hauja feel, na is a member of the fellowship, ask yourself if you're also loyal in the house. Jiulize swali. Pia wewe katika hii nyumba, do you belong there ama ulipotea? You are a misplaced element. Praise the name of the living God. Amen. Are you hearing what I'm talking about? Yes. You know,
element ya maneno yanayoitwa sonship. Na sikuwa nataka kuzungumzia sonship, but imekuja tu wakati nilianza kuangalia hapo, fanya moyo wako uwe boma la neema, rehema, amani na wema wa Bwana. Praise the name of the living God. Kwa hivyo utafungua na mimi Galatians chapter number 5. Galatians chapter number 5. Galatians chapter number 5. You need to know you have a home so that you harvest grace. Hallelujah. Nakwambia ukikuwa wa kuingia kanisa unatoka, unaweza pokea muujiza, lakini neema sahau kupata neema, lakini unaweza pata miracle. Uende ukishuhudia, unaweza pata muujiza. Na ujue neema ni uwezo wa kusustain huo muujiza. Unanisikiliza kweli watu wa? Hallelujah. Ikiwa unapatikana once umepotea, umepotea, muujiza utaupata, utapona. Na ukumbuke hiyo kitu iliyorusha hiyo magonjwa imeenda kutangatanga, na siku inafika inakuwa restless na inasema let me go back to my house. What will cause you to be able to stand? It is the grace of God. The grace of God. The grace of God. Sema grace. Sema grace. Upate neema katika hii nyumba wa jina la Yesu. Rehema. Hata kuna vitu zingine huwezi ambia bwanako, lakini maneno ilifanyika hata bibi yako hajui, lakini kuna tu vitu tulifanyika mpaka sasa hivi bado unaona visions. You need to obtain mercy. Mercy. That is why we settled in a place and serve God. Tupokee nini? Mercy. Mercy. Na kinachofuata mercy ni amani ya Bwana. Amani. Peace of God. Peace of God. Peace of God. Praise the name of the living God. Sema amani. Amani. Hallelujah. Hallelujah. Biblia inasema kwa John chapter 1, usifungue, sikiliza tu. John chapter 1 verse 12, as many as received him, he gave them power to become the sons of God. Sons of God. He gave them power. Kinachokupa hiyo nguvu ni rehema, neema na amani ya Mungu unayotembea ndani. Inakupa uwezo wa kuitwa mwana wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Uliyekuwa huhesabiwi unaanza kuhesabiwa. Unafanyika. Vitu vyenye haukustahili kukuwa navyo unavipata tu. Umefanyika, umepewa uwezo wa kuwa mwana. Hallelujah. Why am I going there too much? Let me come off. God help me here in Jesus' name. Galatians chapter 5. Wacha nisome. Kuna maneno yanaanzia verse 19 pale, lakini mimi na target verse 22 na 23. Lakini tuanzie tu 19. Tuseme kidogo yanayosemwa hapa. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envy, murder, drunkenness, revelling, and such like, of which I tell you before, and I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Sasa lakini unaweza jua kwa kuangalia hiyo vitu imekuwa listed pale. Kama kuna kamoja inatajwa kwako, inasema you will not do what? Inherit the kingdom of God. Kuna vitu zinatajwa pale. Hallelujah. Kama limetajwa, nimesoma kwa Kiingereza. Kuna nani hapa na Kiswahili asome? Kuanzia verse 19 verse 20, 21. Basi matendo ya mwili ni dhahiri,
Ndiyo haya: usherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu. Hapo kwa uadui shikilia tu kidogo. Umesikia mtu hataki kwenda kwa ushirika hii sababu mwingine hapo, kwa hiyo mtu huyu hawezi enda wapi? Anataka kuchange ushirika sababu kuna fulani yako hapo. Huyo mtu hawezi enda wapi? Haya, tuendelee, tumemaliza hiyo. Tusonge mbele. Ugovi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, ushuhuda, ulevi, ulafi na mambo ulevi hawatafanya nini? Kama unakunywa pombe utafanya nini? Hapo unavuta sigara utafanya nini? Ulafi. Kama unakula mpaka usikie tumbo inataka kupasuka, kuna kitu inauma hapa kwa kitovu, mpaka useme nyako mseleha, jua utafanya nini? Unakula ugali asubuhi, unaongezea githeri yenye ilibaki, unakaanga githeri, unakulia ugali ilibaki jana. Hautafanya nini? Ukiambiwa pray and fasting unasema kichwa huwa kinaniuma sana nikikosa kunywa chai. Watu wenye kichwa huwa kinauma sababu hawaja kunywa chai, watafanya nini? Sababu hiyo ni na mambo yanayofanana na hayo. Sasa hiyo ni vyenye vimetajwa tu, lakini kuna vingine vinafanana na hiyo. For example, katika hayo, sikia kwanza. For example, wakati wa campaign wameweka senarwani, na wewe umeokoka pia uko pale una senarwani. Watu wa aina hiyo hawaendi wapi? Vingine vinafanana na aina hiyo. Katika hayo, sikia kwanza, vyenye vinafanana aina hiyo, unakula ugali na samaki. Nasema sababu wewe huwa unauza samaki. Unakula ugali na samaki, babaki kuja jioni umempikia kunde ya mseleha yenye haina mafuta. Watu wa aina hiyo hawataenda wapi? Kuna vitu zingine zinafanana na aina hiyo. Mnaelewa chenye nasema? Vitu vingine. Kuna vitu vingine vinafanana na aina. Sikuwa nataka hata kuzungumzia hii sana, lakini imekuja tu. Ni sawa. Malizia. Katika hayo, nawaambieni mapema kama ilivyo. Nawaambieni saa ngapi? Mapema. Kabla Yesu arudi. Mapema. Kama ilivyokwisha kuambia, nilivyokuambia. Niliwaambia tena nawaambia mapema. Msije mkanilaumu jameni. Ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Hata sitaki hiyo kurudia ndani. Watu wafanyayo mambo ya aina hiyo. People who do such things. Tunaweza kuona na tushindwe tutakusaidia aje. Sababu wanasema ni mambo sawa, pia wewe uko ndani, acheza ukipeleka sadaka yako. Na ukiangalia staili umecheza ni pepo inacheza ndani yako kabisa. Hiyo mambo sawa si sawa sana. Haya wachia hapo dada yangu. Verse 22 ndio nilikuwa natafuta. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Number 1, love. Ujue unaweza kuwa na karama ya rohoni, lakini kama hauna tunda la Roho hautaingia wapi? Mbinguni. Hapo ndio kumeonekana list ya vitu vyenye inafaa upatikane navyo uende mbinguni. Sasa nikizungumzia tunda la Roho, andika the fruit of the Spirit. Si matunda, tunda. The fruit of the Spirit ni moja hivi, ni moja. Fruit of the Spirit. Ninazungumzia ufunguo wa kufungua mlango wa mbingu uingie.
Unaweza hubiri, lakini kama tunda la Roho halimo, hauwezi ingia wapi? Mbinguni. Listen to me, children of God. Na wewe utoke hapo nje unatupigia kelele. Nisikilizeni vizuri, watu wa Mungu. Unaweza kuwa unaimba, unafanya uinjilisti. Mama Geoffrey, unakaa smart. Haukai venye ulikuja. Hebu simama watu wakuone. Ukae venye ulikuja. Mungu akubariki. Asante kukubali kijana mdogo akuhubirie. Amina. Rika ya watoto wako. Unaweza kuwa unafanya hata unashika kamera pastor akihubiri. Lakini kama huna tunda la Roho huwezi enda wapi? Hata kama unacheza keyboard, lakini kama tunda la Roho halimo, mbinguni hautaona. Na hii tunda la Roho linazalishwa na Roho wa Mungu ndani yako. Inazalishwa na Roho wa Mungu. It is produced from the abundance of the Spirit of God in you. Ndio sababu mzee tu wa dini ya kawaida hawezi kukua. Ndio sababu anaweza pepa panga waingie nayo kanisa. Waseme hii kanisa ni yetu. Watu wa kutoka pande hii hatuwataki, na watoe panga wakate mtu. Juzi nilisikia walikata mtu kwa kanisa kama ameingia. Sijui kama walisikia nyinyi. Piga vibaya sana. Haleluya. Na wako ndani ya kanisa. Ndani ya kanisa. Siwaambia watu waende mbali, waache kutusumbua jamii. We are recording, we don't want those noise. Tunda la Roho linazalishwa na utele wa Roho wa Mungu ndani yako. Kwa hiyo nikisema let us speak in tongues, simaanishi unanisaidia ama nataka tu uongee nisikie. Ni wewe. The more you go deeper in the spirit, the more the fruit grows. Sababu ni tunda linakuwa na linaiva. Na linafika mahali linachunwa. Sababu ni tunda. Inachunwa. Unaweza ongelesha mtu hivi apate kitu kimetoka kwa Roho wa Mungu kimuingie na kiende kikimsaidia. Na maanisha imefika saa ya kufanya nini? Kuchunwa. Ukiingia mahali watu walikuwa wanazozana, wanatulia. Nini unazalisha? Umezalisha kitu. You have something inside of you. Utele wa Roho wa Mungu husababisha tunda la Roho kuanza kudhihirika. Number 1, love. 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter number 4. Let me not read that one. I want to read chapter 13 verse 4. Chapter 13 verse 4. Charity suffereth long and is kind. Charity envies not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up. Charity inamaanisha upendo. Anasema upendo unavumilia. Upendo ni mkarimu. Upendo hauna envy, ni wivu. Upendo hauna wivu. Anasema upendo haujiui wenyewe, na anasema upendo is not puffed, watu wa kujiinua. Does not have itself, and simply seeketh not on, hatafuti mambo yake, is not easily provoked, thinketh no evil. Si mrahisi wa kupiga hivi akurudishie kofi. Naweza piga upendo lakini asikurudishie kofi. Si mwepesi wa kufanya hivyo. Verse 6 anasema rejoices not in iniquity but rejoices in the truth. Hafurahi mabaya lakini anafurahia katika kweli. Verse 7 anasema beareth all things, believeth all things, hope all things, endures all things. Anachukua mambo yote,
anabeba mwenyewe, anasema ngoja na iwe hivyo, anakaa nayo. Haleluya. Hataki kuchukua lawama kuweka kwa mwingine, anajiwekea mwenyewe na anaamini mambo yote. Ukikuja ukimwambia fulani yako hivi na hivi, yeye ataamini, basi hatauliza, na anatumaini la vitu kufanyika wema. Watu wa kugiva baraka na watu ni kumaanisha kuna element ya upendo inastahili kuendelea kukua na kukomaa ndani mwako. Kama mtu atakukosea na ukasirike dakika hiyo, jua there is a problem with love. Na watu walio na shida na upendo ni kumaanisha tunda la Roho halidhihiriki ndani mwao, na watu wa aina hiyo mbinguni hawataingia. Verse 8 anasema charity never fails, but whether there is deep prophecies they shall fail. Hautazimia, upendo bado utapatikana, ni kama chemichemi. Utajisomea hiyo 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 8. Number 2, joy, gladness, joy. Mtu wa kupenda kulalamika ni kumaanisha joy is not in their heart. Praise the name of the living God. Ameamuka asubuhi kama hajapata breakfast, anaanza kulalamika, anasema hata hapa kwangu siku 7 tujakula. Watu wa aina hiyo walikuwa kwa safari, wenye walikuwa wanaenda Canaan, na wakarudi wakisema hiyo inchi inakula wenyeji, inchi inakula wenyewe. Wakasema tulionekana kama panzi na hao hata walituona kama panzi. There is no gladness. Hawafurahii lolote jema walilolipata. Lakini kilichosababisha Caleb na Joshua kuingia nchi ya ahadi ni kwa sababu ya moyo wa furaha ndani mwao. The joy of God in them. Walisema kama ni Mungu ametupatia, wacha tuingie. Tusiende kinyume, tusiasi Mungu wetu. Praise the name of the living God. Hallelujah. Complaint is a sign of no joy. Haufurahii lolote. Biblia inasema furaha ya Bwana ni nguvu. Praise the name of the living God. Hallelujah. Nehemiah chapter 8 verse 10 anasema furaha ya Bwana ndizo nguvu zangu. Ukijizoesha kukubali uwezo wa Roho ndani mwako, ajenge furaha. Utoe complain. Kuna mtu anaweza kuwa tu usiku na mchana analalamika tu, huyu bibi, ukikutana na yeye Amerika, huyu bibi, ukikutana na yeye Mombasa, huyu bibi. Si ufurahi hata Mungu alimleta penye huko. Na kuna bibi mwingine kila saa ni Bwana tu, Bwana. Mwingine amemweka tu kwa mtoto, huyu mtoto, hawa watoto. Haleluya. Furahi, Mungu alikupa watoto. Ninaomba furaha ya Bwana ijengeke ndani mwa watu katika jina la Yesu. Praise the name of the living God. Pokea furaha ya Bwana. Furaha ya Bwana. Haleluya. Ikufungulie mlango mwingine. Sababu kuna watu ukiwasmailia wanakupatia ahadi yenye hata wao wanafikiria watapromise. Kuna watu ukienda kwao ukismile na moyo wa furaha, atakuahidi kitu na atakuja kukifanya. Kwa nini? Uso wako umefungua mlango. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Angalia jirani kama amekasirika, ingawa amevaa mask, lakini unaweza onea huku kando kama mtu amekasirika ama amefurahi. Praise the name of the living God. Furaha ya Bwana ni nguvu. It is a power. Wakati unaponena kwa ndimi, unachochea furaha ya Bwana ndani mwako. Hata kama kuna mambo ya huzuni yametendeka, lakini ukiwa na furaha ya Bwana, watu wanalia machozi na wewe ukicheka. Wanauliza huyu wako namna gani? Ni kwa sababu ni furaha ya Bwana imejaza moyo, na watu wabubujike na furaha katika jina la Yesu. Wacha kulipokuwa na huzuni, kujengeke furaha. Mambo uliyoyalalamikia, utaanza kutoa ushuhuda ya kwamba Mungu ametenda, ya kwamba Yesu ametenda. Tunda la Roho ni nguvu ya kutuingiza katika hatima yetu. Praise the name of the living God. Are you hearing me? Number 3 anasema peace. Peace is a state of calmness or tranquility.
a state of calmness or tranquility. Yani hautaki vurugu, unasikia utulivu ndani ya moyo, unasikia kutulia. Hata mtu akikuchuna unasikia tu yenyewe inapotea, sababu kuna utulivu wa moyo umeingia. Hata mtu akikufanyia mambo makubwa unayaangalia kama zero, unaangalia kana kwamba hajafanya kitu, ni kama kitu hakionekani, sababu amani ya Bwana imeingia. Kuna mwanamke aliletwa mbele ya Yesu akasema, na huyu mwanamke tumempata akizini. Kulingana na sheria ya Musa inafaa tumpige mawe. Sasa na mimi ningeuliza tu swali moja, na mzee mwenye alikuwa na zini peke yake. Alikuwa peke yake. Sila kama ni kuzini walikuwa wawili. Ule mzee walimwacha wapi? Haleluya. Wamebeba mawe. Kubeba mawe na hiyo vurugu ni kumaanisha hakuna amani. Lakini walipomfikia Yesu hawakujua ni mfalme wa amani. Haleluya. Wakamwambia kulingana na sheria ya Musa tupige mawe tuue. Na yeye akawaambia kama haujawahi kosa kuwa wa kwanza kurusha mawe. Biblia inasema wazee ndio walianza kuenda. Kumaanisha wenye wanaleta vurugu sana hata si watoto. Mkiona vijana wanabeba panga ni wazee wameanzisha. Inatokana huku nyuma. Mioyo ya wazee ndio inasababisha vijana wakae jinsi ilivyo. Wanawaambia fulani anatunyang'anya shamba, ndio watoto wanabeba panga. We don't need to be ambassadors of those things. Sisi ni ambassadors wa amani ya Bwana. Praise the Lord, the living God. Wacha amani ijengeke katika moyo wako. Praise the Lord, the living God. Ni mtoto tu ameangusha mandazi na unashika mguu mmoja hivi. Unasema leo na kugawa katikati mbili. Unataka kunarua na ni maandazi tu. Hey, receive the peace of the Lord. Wacha kupiga mtoto sababu ya chakula. Hey, adui anaweza ufanye kitendo chenye utashindwa kukifuta katika anga ya roho. Mtoto atakumbuka kila siku mama alishika kisu sababu niliiba mandazi. Ukiiba mandazi mama anakuchinja. Kwa hiyo mama mtoto anaanza kuona kumbe mama ni mrafi wa mandazi. Lakini tunahitaji amani ya Bwana. Wacha kuleta vurugu ndani ya watoto wako. Usiwachochee kwa mwingine. Usichochee watoto na wazazi. Usichochee mtoto wako sababu wewe ni mama na baba yake. Shida za baba na mama malizieni huko. Mali na watoto. Usiingize mtoto ndani ya vita vyenu. Mlete makosa kwa boma. Praise the Lord, the living God. Ukimtoa mtoto kwa baba yake unamnyima baraka za Ibrahimu. Unamnyima baraka za Ibrahimu. Haleluya. Hata kama mzee amekukosea, usilete vita na watoto ndani. Menyana na yeye wawili, mmalizane huko, lakini useme I am an ambassador of peace. I am an ambassador of peace. Watu wakitoka na mapanga, mimi hutoka na Biblia, mimi hutoka na neno la Bwana. Kwa sababu neno ndiyo upanga wetu. We have come, not come to destroy, lakini tumekuja kujenga. We build up. Praise the name of the living God. Usichochee majirani na wengine. Usichochee jirani. Hata kama alikukosea, usiende kwa mwingine kusema sababu unaona ule ako na pesa na moyo wa kwenda kumshtaki. Unaona wewe ukimshtaki pastor atakuuliza ulishtaki aje mtu sababu ya sukuma. Sukuma imeliwa na kuku, unampeleka kwa chief. Hiyo pesa ya kupeleka kwa chief ulete kanisani na amani ishuke katika boma lako. Hallelujah. We are ambassadors of peace. Yesu aliwaambia wanafunzi, alikuwa naomba kwa Baba akasema, ninawaachieni amani. Sio kama vile mwanadamu anaweza peana, lakini jinsi apeanavyo Bwana isiyo na kipimo. Pokea isiyo na kipimo. Amani isiyo na kipimo. Hata wakati watu wanaona ni shida kubwa imetukumba, hatu
kurudisha mzee kwa boma, sababu watu wakiona mahali hakuna amani wanatoroka. Mahali hakuna amani is a tensed place. Mtu hawezi kaa in a high concentration area. Hata watu waliosoma diffusion wanajua. They travel from the places of what? High concentration to the places of low concentration. Molecules. Ona venye unaniangalia. Inakuja kwa mtihani. Hallelujah. Praise the name of the living God. Hallelujah. See, against semi-permeable membrane, hiyo ni osmosis. Lakini ingine ni diffusion. Watu wakiona mahali kuko tensed wanatoroka. People tend to run away. Bibi anaweza toroka kwa nyumba sababu kuna tension. Watu watatoroka tension, lakini sio sisi wa kuleta tension. Sisi ni wa kuleta amani. Wacha mtu aingie kwa nyumba yako asikie kukaa na kutulia. Sababu anajua amekukosea, ana expect reaction fulani. Lakini wakati anaingia hausemi, unaandaa chakula, unamwekea kwa meza, anakula, atalala usiku akifikiria, niko kwangu ama niko wapi? Hey, we are ambassadors of peace. Peace. Sema amani. Amani. Hallelujah. Praise the name of the living God. Hallelujah. Yesu ni mwema. Amen. Number, long suffering ama patience. Long suffering ama patience. Kuna watu hawako patient na watu. Mtoto hata hajamaliza kusema ushamrattle mapema. Toka hapa, najua tu unataka pesa ya kukulia shuleni. Na kumbe mtoto anakuambia ile biro ulinunulia jana, nilienda kucheza nayo kwa kiwanja, wino ikatoka. Sasa haiandiki. Sasa mtoto hata hajamaliza statement, toka! Silimba zimechukuliwa, amechapa akipita kwa mlango. Anasema nikikaa hapa, madhe ataniua. Anafika shule, ana time ya mwalimu anaiba. Kumbe mtoto mwingine aliona, anaenda kusema, unajua mtoto fulani aliiba biro. Alikuibia biro, ticha anaita mzazi shuleni. Aibu imeingia na wewe ndio chanzo. Watu wengine hawapati watoto nafasi. Give them a chance. Hata kama unaona kuna upumbavu kwa kichwa, msikilize ndani ya hiyo upumbavu. Mwingine anaweza kuwa anateswa shule. Mwalimu anamhangaisha, anataka akwambie, naona mwambie najua tu upendi shule. Toka hapa, mimi si kuanguka mtihani. Najua tu ni shule hutaki. Bana, listen to them. Listen. Utakataa kumsikiza, ataenda kwa mtu wa dunia atamsikiza. Na mtu akimsikiza, atachukua hiyo direction ya mtu ya dunia hii. Na baadaye utaanza kusema, I wish mtoto angeniambia chenye alikuwa anapitia. Lakini saa yenye alikuwa anataka kukuongelesha, you never had time for him. You never had time for them. Wasikilize. Ukiona anahofia kwenda shule, angalia vizuri. Aidha amekosa ama anakosewa. Na kama amekosewa ama anakosa, ni vyema kusuluhisha. Praise the name of the living God. Sababu tumesema lazima tulete amani. Na number 2, lazima ukue patient. Patient, kuwa mvumilivu na mambo. Usipokuwa na uvumilivu, jua na mlango wa mbinguni hautaingia. Hautaingia. Ni chumvi tu umeambiwa haijatosha kwa mboga, next time unakataa kupika sababu chakula yangu nikipika unasema chumvi hakuna. Na ulitaka iseme kwa njia gani? Kama chumvi hakuna, si chumvi haiko. Anasema aje? Kuna lugha tamu ya kusema chumvi haiko kwa mboga. Angependa next time uongeze, asiposema. Na akiona amekwambia umekasirika, next time wakati utapika inanuka vibaya, atakwambia kweli. Utarealize tu ameanza kuhepa kidogo kidogo. Kidogo kidogo hataki chakula chako. Kidogo kidogo hataki. Because you are not patient to listen to him. You are not patient to listen to her. Ataanza kudoji tu. Na baada ya mambo hayo, hautampata tena. Sababu atakuwa ameenda mahali, amepata mtu mwenye ako patient. Anamwambia kweli mimi niko na hii weakness.
Na yeye anamwambia kuja tu tutasaidiana, hii itasolviwa. Na kwaka akisema hii kitu naona ni kama weakness. Namwambia toka hapa, weakness gani? Enda ufanyie mbali, sawa. Nafanya hivyo na mwingine na anamwambia hii maneno tutasolve. Tunaweza jaribu, acha tujaribu tena tuone. Alafu utampata kweli. Atakuwa ameenda, be patient. Praise the name of the living God. Long suffering, vumilia mtu, vumilia hali. Hallelujah. Si ati mvua ikinyesha kwako ya mawe siku moja itanyesha kila siku. Tukae kwanza uone kama kesho itanyesha ya mawe. Kwani siku mvua imenyesha ya mawe kwako unabomoa nyumba uende uchenge mahali hainyeshangi ya mawe. Nani alikwambia huko hainyeshangi ya mawe? Wana wenye mnaniangalia. Nani alikwambia? Ulisikia wapi? Praise the name of the living God. Hallelujah. Nani alikwambia kuna mahali maji ilitulia tu? Kuwa patient na hiyo mawimbi. Kila mto wenye unaanza kwa mawimbi, ikifika, geography inasema ikifika Basenile stage, itakuwa mtulivu. Watu wa geography mnajua hiyo kweli. Ikifika Basenile stage itakuwa mtulivu. Kila mto wenye unaona unakimbia mbio ukitoka hapa Jinja, enda ufike Ethiopia ikiisha, penye wanazozana na Egypt. Sababu Ethiopia wanajenga damu kubwa kuliko damu yenye kwa River Nile. Egypt inaitwa Nasa. Wanajenga kubwa kuliko lake ya yenye kuna Lake Nasa. Vita zinataka kuanza hapa. Muombe Mungu atusaidie. Hii vita isikuje huku. Nzuri River Nile I cross Kenya, lakini na cross Uganda, na Uganda ni mandugu zetu pia. Praise the name of the living God. Hallelujah. Amen. Be patient. Kuna saa ya mvua ya mawe na kutakuwa na saa ya mvua isiyo na mawe. Manyunyu zitakuja. Na kama hukuvumilia mawe, hautaona manyunyu. Hallelujah. Kila mtu aendaye kwa shamba kuvuna mahindi alikuwa na wakati wa kulima na kupanda. Unataka kukula tu vyenye vimevunwa. Ukula vyenye vimevunwa, you are a thief. Mwizi, jenga yako. Hallelujah. Praise the name of the living God. Tengeneza yako. Usikule tu chenye kimevu. Bambana, tengeneza ikuweko. Hallelujah. Wewe unaweza kuwa una uwezo wa kuitengeneza, lakini uko na uwezo wa kuweka amani. Huyu mwingine aijenge. Umemsaidia kwa kuleta nini? Mnyote mmejenga. Hata ukienda kwa serikali ya Kenya, ukitaka kuachana na yeye atakwambia lazima mgawane hii yenye amekusaidia ukijenga. Nakumbuka ni hata yeye amejenga peke yake. I hear what I'm talking about. Kama serikali inajua hiyo maneno, na je watu wameokoka? Tengeneza environment ya watoto kukua vizuri. Wakiwa wema walianzia mahali. Kuna siku walikuwa hawawezi eleweka. Kuna siku walikuwa hawaeleweki. Lakini saa inafika watakuja kueleweka. I hear what I'm talking about. Usirushie watoto shetani sababu umeona makosa kwao. Usibebe panga. Usibebe hasira. Ukamwambia mtoto ningelijua hata ningeapoti hiyo mimba. Utatamani siku ya kuondoa hilo neno kwa akili ya mtoto hautaweza. Hata umfanyie nini atakumbuka mama yangu alitaka kuniua kabla nizaliwe. Atakumbuka. Acha kuchemka. Be patient. Ambia mtu acha kuchemka. Unachemka unaenda wapi? Acha kuchemka. Nini? Kuchemka. Ulipatia mtoto chapati 2 na akasikia bado ako na njaa akachukua ingine akakula. Unamrushia frying pan. Utaenda jehanamu. Na kosa kubwa lenye utapatwa nalo ni kurushia mtoto frying pan kwa kumnyima chapati. Mandazi.
unanunua box, unataka ukule 3/4 na mtoto anakula 2, haimtoshi. Ukipata amechukua ya 3 ni vipoko kutoka jioni mpaka asubuhi, mpaka unashika kama unaweka kwa shingo, unasema nochili la korambo na usungea na ni mandazi. Be patient. Ambia mtu tuache milipuko. Wachana itakupeleka jehanamu. Praise the Lord, living God. Patience is a fruit of the spirit. Na kama unaona kuna shida nawe mahali pa patience, unaenda mbele ya Bwana, unasema Roho Mtakatifu kaijenge ndani mwangu. Allow me to be patient with the situations. Allow me to be patient with my husband. Allow me to be patient with my wife. Allow me to be patient with my children. Allow me to be patient with my neighbors. Usirushe mawe kuku za watu. Be patient. Be patient. Usirushe mawe. Hallelujah. Praise the Lord, the living God. Unachukua panga, unatoa mtoto mbio sababu amekuja kukata nyasi kwa shamba yako. Panga, na wewe ni mama mzee. Utakanyaga mtaro utavunjika mguu bure. Nini inakusumbua? Wacha milipuko. Hallelujah. Najua mko karibu kunipiga na Biblia. Cha nisonge papei. Hallelujah. Be patient. Kila kitu kikivunwa kilipandwa. Na Paulo anasema mmoja anapanda, mwingine anapalilia, Mungu ananyunyiza maji. Vinakomaa. God causes the increase. Vinakomaa. Hallelujah. Kubali, panda wema, kuwa mvumilivu na mtoto wako. Panda wema. Praise the Lord, the living God. Stop abusing them. Usiwatukane, usiwalaani kwa sababu ya mambo madogo. Usiwalaani, kuwa patient, jua ameyatoa wapi yanayofanya kireact hivyo. Na akiona pia wewe hujareact, atatulia. Anasema mama ni mtulivu. Bure ataenda huko nje akisema mama ni wazimu. Na raundi nikienda hata mimi nitatoa wazimu yangu. Na nitatoa wazimu yangu. Nasikia niko na kanguvu kidogo, hata nikiona nimekuwa mrefu kumuliko. Wewe ndio ulikosesha hii amani. Be patient. Ama mnafikiria wakiwa wadogo hivi hawaoni? Wanaona. Kuwa mvumilivu. Praise the Lord, the living God. Be patient. Be patient. God will perform it. God will do it. Number? Kindness. Tunda la Roho. Kindness. Inaitwaje kwa Kiswahili? Ukarimu. Hallelujah. Praise the name of the living God. This is a quality of being warm-hearted, considerate, humane. Unafanya kitu chenye kiumizi mwanadamu, a godly idea. Hallelujah. Praise the name of the living God. Unakuwa na sympathy ndani mwako. Si kuangalia watu kama si kwako, wacha walie. Toka hata kwa fence uliza, ni nini mnalia huko? Kumbe ni kitu ungeweza kusolve. Na wenye walimea tunda la Roho kwa kuzungumza neno, amani inaanza kuingia. Kwa neno tu, si lazima uende ushike mtu ufunge. Unamwambia kijana hiyo umefanya vibaya. Unaona mtoto anaweka chini panga. Anasema si wananichokoza. Umeleta amani. Na Biblia inasema heri hao waletao amani, kwa maana watamwona Mungu. Hallelujah. Amen. Praise the name of the living God. Amen. Watu wasipige nduru umenyamaza. Chukua hata simu, pigia chifu, mwambie kuna nduru kwa area. Kuna nduru kwa area. Kabla hao watu wafikie mtu wachinje, chifu atachukua action.
Kama mwenye alikuwa anataka kuingia kwa shule hapa, watu wakapiga simu, mambo ikafanyika. Praise the name of the living God. Amen. Usiseme kwa vile si zangu acha ziende. Bila onya zina. Uwe moyo. Hallelujah. Be kind. Show empathy. Onyesha ukarimu. Onyesha ukarimu. Mtu akipata shida, onyesha ukarimu. Unaweza kosa pesa ya kumliwaza nayo, but your presence is powerful. Your presence is powerful. Hallelujah. And if you have money, you support. Hallelujah. Usione watoto wa ndugu yako, watoto wa ndugu ya bwana wako wanateseka, hawana hata jinsi wanajisaidia. Wewe unakula chapati, unaongezea mayai toast, unaongezea nini, vikibaki unarusha nje. Wale watoto wanatamani kwenda kuokota. Mkumbuke tajiri na Lazaro. Tajiri na Lazaro. Kumbuka tajiri na Lazaro. Ukiwa na chakula, kuwa mkarimu. Be kind. Hallelujah. Praise the name of the living God. Mimi wasaidie wenye wanakaa kwa barabara wakiomba hivi, lakini nikijua mtu, nijue hali yenye anapitia ndani, to interact. Wengine wanaomba hivi kwa barabara si watu, ama mnafikiria wengine ni watu. Wengine they are not people. Lakini mtu akikuja kama hapa kanisani, to interact na tuone moyo wake, nini itatuzuia kusimama na yeye? Hallelujah. Praise the name of the living God. Be kind. Sababu unachokipanda utavuna. Kiwa kind kwa watu, kwako utakuwa kind. Number 6, goodness. Aisha is number 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Goodness, wema, righteousness, virtue, integrity. Ukimwambia nitakusaidia, unamsaidia. Unakuwa tu mwema bila kushurutishwa. Ukimwambia nitafanya, unafanya. Ukimwambia hiyo kitu nipatie hilo jukumu, unafuatilia. Inaitwa uprightness. Praise the name of the living God. Sio mtu mwenye watu wanaogopa kupatia majukumu, kwa sababu wanasema huyu hata ukimwambia hatafanya. Ukimwambia unipalilie hiyo shamba yangu, ninaenda Nigeria. Utatoka Nigeria, atatamani kwanza kupalilia siku yenye atasikia umefika Nairobi unakuja. Kwa nini? Hakuna huo moyo wa goodness ndani mwake. Hakuna hiyo uprightness. Hakuna hiyo integrity yenye alisema nitafanya afanye. Bwana asifiwe sana. Kama ukiona watu wana pledge na wasitoe, wengine ni kufungua milango za kwenda jehanamu wanaenda. Sababu integrity ni msimamo. Ukisema I will give 500, unafanya 500, unatoa. Hallelujah. Wanaona mwingine alisema end month utafute na kupatia 1000 ya kulipia mahali fulani. Wewe nilimtafuta end month akasema nimepitia hard time najipanga. Wacha niangalie tu, nikajua kuna mlango anafungua. Ningemwambia ile Ecclesiastes chapter 5 angeniona vibaya. Lakini ukifanya hivyo unafungua mlango. Be of integrity. Ukisikia watu wamesema tukutane saa 5, fika saa 5, hiyo inaitwa goodness. Inaitwa integrity. Unakuwa upright. Ni virtuous. Praise the name of the living God. Hallelujah. Watu wafikao kwa saa. Nimeona watu wakisema ujue saa ya Mwafrika si kama ya mzungu. Kwa hivyo unamaanisha wazungu ndio wataenda mbinguni, wa Afrika wanaenda jehanamu. Hakuna. Kisema saa 3 ni saa 3. Saa 3 it shows uprightness inside of you. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kuna watu naweza zozana nao msikuje church saa 5 na bado wanakuja saa 5. I leave them alone until siku watajifunza wajengeke integrity ndani mwao.
Praise the name of the living God. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Sasa tunafanya ibada moja na ukuje upate tunamalizia ibada. Inakusaidia aje? Hallelujah. You need to be there. Be virtuous. Kisema lifanye venye ulisema. Usingoje kufuatiliwa. Singoje. Ukiamua utabeba hiyo speaker upeleke, beba upeleke. That is integrity. Wakati umelipeleka haikui tu registered kwa mioyo ya watu hapa duniani peke yake, na mbinguni linaonekana. Sababu hilo tunda la Roho ndilo linalofungua mlango wa kuingia mbinguni. Are you hearing what I'm talking about? Are you hearing me? Lift up your hand and say, I hear you. I hear you. Say, my God, give me integrity in Jesus' name. Hallelujah. Kama unaandika unaweza sema ni uprightness, honesty, principle, benevolence. Ukiona mtu akona shida unasimama na yeye. Ukiona mtu na tatizo unasimama na yeye. Number 7, faithfulness. Faithful. Hallelujah. Without faithfulness, you will not enter the kingdom of God. Sababu kama hauna uaminifu, hallelujah, ni mahali pakubwa kama kanisani pakujua watu waaminifu ni siku yenye wanatoa fungu la 10. You will know. Na unajua at least I have people who are going where? Heaven. Praise the name of the living God. Hallelujah. Sababu kuna mtu akiona alipata 5,000 anafikiria hii 500 yote nende nitoe kama tithe. Anasema wacha nitoe 250. Hata hivyo itaonekana nimetoa, lakini you're not faithful. Sasa ujue your tithe can be a good indicator if you're going to heaven or you're not going. Usiende ukisema pastor alisema ukitaka uende mbinguni utoe fungu la 10. Kuna watu wanatoa fungu la 10 na ni wauaji, hawataenda mbinguni. Ni wanyang'anyi. Wengine wanatoa hiyo fungu la 10 out of prostitution. Hawataenda. Praise the name of the living God. Lakini kwa sababu wanafanya jinsi limeandikwa lifanyike, they will increase. Wataongezeka. Hallelujah. Lakini indicator mzuri unaweza jiekea mwenyewe na ujue am I on the right track. Kitu yenye inaweza pima uaminifu wako personally is your tithe. You will know from your tithe how faithful you are. Kuna watu wanaweza kaa kutoka Januari watatoa tithe December, Christmas ikikaribia. Mpaka unashangaa hapa katikati hakuwahi pata kitu, hakuli kitu yoyote. Huyu mtu njaa itamaliza. Lakini wakati tunafika mahali tukiangalia wenye umevaa, simu yenye uko nayo, tunasema sio njaa, ni unfaithfulness. For you to enter the kingdom of God, you have to be faithful. Kwa mwaminifu. Nakumbuka aliyepewa 5 akazalisha. Na wakati master alikuja alibeba 10. Hakupeleka 5 akasema hii 5 ni mimi nilifanyia kazi mwenyewe, acha nijipange nayo nimrudishie tu 5. Hapana, alibeba 10 akampatia. Na master akasema enter into your rest, you faithful servant. Ingia katika pumziko lako. Watu wengine shida inakuja baada ya ingine, inakutafuta tu kwa fungu la 10. Lakini ukijua uaminifu, you will find some things na sitawahi kupata tena. Am I talking to people? Ukijua jinsi ya kupigana na fungu la 10, kuna mambo hayataingia kwa sababu lango la adui hufungwa kwa kutoa fungu la 10. Lango la mharibifu, a destroyer. Mtu akiataka afya yako anataka kuharibu. Magonjwa yanataka ya kuharibu. Magonjwa kijirudia. Think about your faithfulness. Check your faithfulness. Unaona tu magonjwa baada ya magonjwa, shida baada
ya shida, na hiyo shida inakugharimu. Saa zingine unapigwa, saa zingine unaumia, saa zingine ni ajali, saa zingine ni magonjwa, umelazwa kwa hospitali. Wewe, hakuna mtu analazwa hapa kwa hospitali. Nilikataa hiyo maneno. Siniite kwa hospitali, You give your time. Praise the name of the living God. Peana fungu lako la 10, usituite kwa hospitali wakati adui ashaingia. Gonga yeye kabla aingie kwa mlango. It's a weapon. Be faithful. Faithfulness is a weapon. Na Mungu anasema na uaminifu wake ni ngao na kigao. Muonyeshe uaminifu naye atakuonyesha uaminifu wake. Uaminifu wa Bwana ni ngao. Atakinga, mishale haitaingia. Watu wataongea maneno in about. Kwa nini? You are faithful in your heart. Na uaminifu wa Bwana umekuzukia. Una repel every arrows of the enemy. Why? Whatever you sow, you shall reap. Praise the name of the living God. Utapokea unachokipanda. Usipande kutokuwa mwaminifu. Saa zingine usipokuwa mwaminifu kwa mambo ya Mungu, unaweza panda ndani ya mpenzi wako kutokuwa mwaminifu. Niangalieni tu, I'm telling you, if you don't be faithful to God, you are sowing unfaithfulness into your spouse. Na adui hutaka kukushika mahali pa kukuumiza moyo. Na kumbe shida ni wewe. Check your faithfulness. Bila uaminifu hatuwezi ingia mbinguni. Be faithful. Hallelujah. Be faithful. You can reflect into your life how you've been faithful. Wengine mmedanganya tu, hata mimi nimejua you are a liar. Danganya tu. Kuangalia tu nasema God have mercy. Deliver them. Hallelujah. Wengine Mungu amewasukuma na maneno na wakayatamka. Na ujue ukilitamka lenye limetoka kwa anga ya roho, chungaji kulisahau si rahisi. I'm telling you, I don't forget. Naweza kukukumbusha, lakini siwezi kukukumbusha kama ni upumbavu wa kutokuwa mwaminifu wewe mwenyewe. Hallelujah. Umelitamka, ukasema Mungu ananisukuma nifanye hivi. Tunangoja miaka 2, miaka 3, nothing is happening. Nasema na wewe utalipia, sababu uliambiwa na Mungu na haujalifanya. Haleluya. Mwanajua ni nini iliua Anania na Safira? Sababu yeye mwenyewe alitoa pesa akasema hizi nitauza shamba na hiyo pesa iende ifanye huduma. Lakini alipouza shamba hakupeleka pesa yote kwa huduma, akapeleka half, akaficha nyingine. Akasema nimelete, na ilikuwa pesa mzuri. Pesa mzuri ya kununua shamba ukileta hapa si ni pesa mzuri. Na Peter akamuuliza, why have you decided to lie to the Spirit of God? Alikuwa nadhani anadanganya Peter. Kumbe si Peter, ni Roho wa Mungu. Zingine watu wa Mungu wanaweza sema neno na ni Roho wa Mungu anasema. Ukidanganya. Peter akamwambia wanaume wenye nguvu watakubeba tu nje saa. Akafikiria ni mchezo, akaanguka akakufa. Bibi yake akakuja amefurahi. Uchua aliachwa nyumbani ahakikishe hiyo mlango ya penye wameweka pesa imefungwa vizuri. Wamama wako na shida, wanatoka nyuma kudhibitisha na kusili uongo. Wanasili. Akatokea huko akachua hiyo nishafunga, tukimaliza huduma tutaenda twende tujienjoy. Pili akamuuliza, hii ndio pesa yote mliuza shamba? Akasema, hii ndio pesa tulipata. Anambia, tena wewe unadanganya Roho wa Bwana. Wanaume wenye nguvu. Akasema, waliombeba bwanako wanakuja kukubeba saa hii. Si ati Peter alikuwa amekuwa mtu wa kulaani, lakini Roho Mungu alikuwa anamuonyesha judgment is coming. Na wanaume wenye nguvu wakambeba wakatoa nje. Shida kubwa ilikuwa ni uaminifu. Faithfulness. Faithfulness. Look at me. Look at me. Gladys, look at me.
Haleluya. Unaweza kufanya maneno, fikirie mtu akuoni, uko peke yako. Lakini macho ya Bwana haifungi. Macho yake yanazunguka ulimwengu kote, kuonyesha nguvu zake kwa wale wamtumainio. Macho yake yanazunguka ulimwengu kote, kuonyesha nguvu zake kwa wale wamtumainio. Wamtumainio, macho ya Bwana inazunguka. Kaa vizuri wewe. Praise the name of the living God. Macho yake yanazunguka kuonyesha nguvu zake kwa wanaomtumainia. Na wasio waaminifu, macho yake pia yanafanya nini? Kiona wakikataa kusema, kuna kaneno. Wasio waaminifu, macho yake yanafanya nini? Hata urudia hawawezi sema, ninajua. Praise the name of the living God. Lakini macho ya Bwana yanazunguka. Yanazunguka kuangalia uaminifu wa mioyo. Praise the name of the living God. Hallelujah. Ninasikia mtu inafaa utengeneze na Mungu vizuri. Na umake resolution. Na uandike hata kwa kitabu yako. Useme tarehe ya 24th of October 2020. I have decided. Nimeamua kuwa mwaminifu na maisha yangu kwa Mungu wangu. Hallelujah. Sema nimeamua. I have chosen. Make a resolution. Andika tu hiyo tarehe, weka kwa ukuta nyumbani. Hata kama uandiki kitu chini yake, kila saa unaangalianga hapo unakumbuka ni kwa nini uliandika hiyo tarehe. Wow. Praise the name of the living God. Hallelujah. Hallelujah. Are you hearing what I'm talking about? Kuwa mwaminifu. Unaweza panda kutokuwa mwaminifu kwa bwana wako mwenye hajakuoa because unaishi maisha carelessly. Unapanda kutokuwa mwaminifu. Sasa mtapatana mtu mzuri, lakini mtakapopatana ile roho ya kutokuwa mwaminifu inamuingia na yeye pia anakuwa venye wewe ulikuwa. Na ni lazima uvune ulichokipanda. Ukifanya kosa la kwanza, be careful na usimame na Mungu vizuri. Akupe neema ya kukuepusha mitego inayotokana na makosa uliyoyafanya. I'm talking to people. See how you're looking down. Look to me. Niangalieni. Simama na Mungu vizuri. Wakati hali inatulia haimaanishi vita zimeisha. Kama bado uko hapa duniani, simama na Mungu vizuri. Yale uliyoyafanya yasije yakakuandama kesho. Upate neema. Vitu ulivyovifanya kabla uokoke zisipate nafasi kwa kesho yako. Faithfulness. Ukichua kuna hali zilikusukuma ukaingia kwa maneno fulani, simama na Mungu vizuri. Be a personal friend of the Holy Ghost. Be a personal friend. Na kama kuna neno ulilifanya kubwa kila saa linakupita kwa akili, huwezi lisahau. Every other time inapita, na kama inapita hivyo inamaanisha it is still claiming you. Inakuclaim. Nakwambia hata kama ni wazee wa watu ulilala na wao wanakupita kwa uso. Unaona venye mnaniangalia. I'm telling you the truth. Siku inafika unasikia mbona nimeona na nimemuota kwa nini? Na umeoleka uko na watoto 5. Lakini bado unaona mtu uliyekuwa naye miaka mingi iliyopita. Hata wengine walikufa. Si yeye, ni kutokuwa uaminifu. Hiyo kitu ya unfaithfulness ndio huwa inakuwinda. You need to stand with God well. Are you hearing what I'm saying? Kwa hivyo wacha kuwa careless. Are you hearing me? Don't be careless with this life. We live once and we are living a good life in Jesus' name. Hallelujah. Faithfulness is steadfast in affection or allegiance. Ukisema mimi ni wa Yesu, umemaanisha mimi ni wa Yesu.
Si ati ukishaenda kwenyu kwenye ulitoka unalipa madeni. Nenda kulipa madeni kwenye ulitoka. Ati kuna wasichana wasichana wa chukuu wa Kitonga wanakutana. Unaenda kulipa madeni. Na shetani ataandaa watu huko. Hata sio ni ujui chenye nasema. Sasa hata usifikirie sana. Mungu shetani ataandaa watu huko wa kuchukua madeni yenye unataka kulipa. Wewe unaelewa chenye nasema? Wacha hiyo maneno. Praise the name of the living God. Amen. Be steadfast in allegiance. Kisema mimi ni wa Yesu, full stop. Wacha kutoa action nyingine mpaka watu waulize na ni shetani alifanya hiyo kitu ama ni mtu. Na kashipepo kana kwa ndani ya mwingine kujibu na hadi meona waokoka. Baba waokoka hembao. Bachija mkanza mandiji. Wewe. Haleluya. Adejirani kuwa mwaminifu. Chuna mwingine mwambie be faithful. Number 8, gentleness. Gentleness ni ile pia kukosa kulipuka. Softness of manners. Softness of manners. Hallelujah. Praise the name of the living God. Ujue kama bwana wako anafanya kazi mahali kweli kunaweza kuwa na party kazini na akakula akashiba, si ndio? Alafu akuje late tena. Hiyo late ulimtengeka ugali ukakaweka kwa maanda mzuri takaiva na umetengeneza nyama, leo unasema nataka tu bwanangu akule chakula yenye nimetengeneza kutoka kwa moyo wangu wote. Anapofika anakata ka ugali kadogo kakupendeza tu. Anakula pande mbili kwa nyama, anasema ameshiba na nawa. Sila tuchukue sahani urushe nje. Be gentle. Uliza polepole kimetokana wapi? Iko nini? Akwambie tulikuwa na sherehe wapi? Kazini. Wamepika vyote, mapochopocho zilikuwa huko. Kama mnajua mapochopocho zilikuwa huko. Nikakula, nimeshiba. Kale kadogo nilikula tu, nikakukuonyesha hujafanya kazi bu. Hadi sinaongelea indeleta. Hadi sinaambia wakati na chelewesha nao. Hey! Be gentle. Wacha kuweka sahani chini ukanyage ndani ya ugali. Be gentle. Wacha kukimbia kwenye asubuhi. Shida ni nini? Nikipiga chakula hakulangi. Kwa nini nipige? Kwani ndecha kola zinano. Sawa nawecha utera na sawa tu. Be gentle. Usiache kitu kadogo kama hapo katoke nje kupitia kwa paa ya nyumba. Majirani wajue kuna mtu hajakula. Hapana. Be gentle. Uliza kwa upole kulienda aje. Na mwingine kama anafanya kazi stressful, hasa ya kupiga simiti, ni mwai piga simiti pale Kotecha. Anaweza kuja nyumbani amechoka. Si ruhusa ya wewe kwenda kwenye kumshtaki. Wana venye mnaniangalia. Na kumshtaki kwenye. Shida ni nini? Kwani ndatesi bwana mazi ndatesi bwana. Sema nyile ndatesi bwana. Kwani ngona neli hobobwe. Wewe be gentle. Ukikipanda utakivuna. Unaweza fikiria unamwaibisha, kumbe wewe unajiletea aibu. Anakuambia nimepata kazi London na ataenda miaka 2 hutamuona. Kwa nini ulimshtaki kwenu?
na ukamshtaki na maneno yenye haistahili kusemwa mbele ya watu. Mpaka nomrangali howewe. Be gentle. Elewa mtu akili yake iko wapi. Praise the name of the living God. Na kama umeokoka, kesi kama hiyo umetoa wapi? Kama umeokoka, kesi kama hiyo your mother-in-law ajue venye unalala kwa kitanda. Tukufanyisha harusi hapa kanisani uende, tusikie umerudi kwa sababu ya kesi ya aina hiyo, tukutimua. We will not allow you here. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kuna maneno unaweza ambia watu, lakini kuna ingine inaleta aibu. Inaaibisha. Haya kufunua mzee wako nguo zote mbele ya mama mkwe. Be gentle. Be considerate. Fikiria, na ingekuwa wewe unasema hivyo, ungefanya? Ingekuwa ni wewe unasema hivyo, ni nini ungefanya? Wacha vita. Be gentle. Be gentle. Saa zingine unga inaweza kuwa kidogo, ugali ikuwe kidogo. Isikuwe kama yenye ilikuwa sijui Kakamega, ati mmeniachia ugali kidogo. Na kumbe hata ule mama hakukula, alisema ugali ni kidogo, wacha tukule viazi na watoto, baba atakuja akule ugali. Kaunga kalikuwa kadogo. Akabua bibi only to realize unga haikuwa. Matanga ikafanyika. Kumbe unga haikukua, anauawa na hata hakukula ugali. Ile kadogo kenye kalikuwa aliwekewa. Be gentle. Be gentle. Be gentle. Hivi vya kusema ndajinyonga. Ulisikia wapi? Be gentle. Kuna mahali tunajinyonga. This life is sweet. You cannot live this life. Toka hapa uende jehanamu, hatutoki hapa. Mtu yeyote mwenye anajinyonga ama kukunywa dawa ama kujiangusha kwa gari, anaenda jehanamu direct. Sababu ameua. Na kesi yenye itakuwa mbele ya Mungu uliua. Uliua nani? Uliua kama ni Jaka, anasema uliua Jaka. Na roho wa Jaka anasimama pale anasema uliniua siku fulani. Praise the name of the living God. Tujiue sababu tunakosana na mtu kwa nyumba. Tuweke kamba kwa shingo. Tununue sumu tukuje tuweke. Maisha ni matamu. Life is so sweet. Mtu asikudanganye. Hallelujah. Maisha ni matamu. Hata kama huna chakula, life is sweet. Maisha ni matamu. Hawezi exit mapema. Hawezi toka kabla ya saa yako. Na mimi naomba mkuwe na maisha marefu. Biblia inasema tutaona watoto wa wajukuu wetu. Muone watoto wa wajukuu. Praise the name of the living God. Tuone watoto wa wajukuu. Hatuwezi jitoa. Hatuwezi lete kisirani. Sema ninakataa kisirani kwa jina la Yesu. I am gentle. Be gentle. Be gentle. Be gentle. Si kukalishwa hapa, jamii imesema umefanya kosa, tunataka tuongee. Mujikazi sina. Mngoje bwanangu akuje ndio munikalishe. Kaa chini mumalize. Bwana wako akikuja na useme tulimaliza. That is a plus. Atasikia vizuri, anasema kumbe kuna mtu kwa boma. Kwa hiyo anakuwa na amani akiwa huko. Unampa moyo wa utulivu. Lakini kama mtu hawezi kukukalisha sababu bwanako hayuko, you are terrible. I'm telling you, you are terrible. Umenisikia? Hallelujah! We need the fruit of the Holy Ghost to be produced in us. Tunda la Roho. Wachana na mama mother-in-law. Wachana na yeye kabisa. Wachana na yeye. Wachana. Leave her. Be gentle. Kuna mambo ingine ukiyavumilia yatakujengea ushuhuda. Ngoja ijijenge, italeta testimony.
Lakini ukirarua hako ka package mapema, hiyo testimony iko premature, haitakupatia credit. Vumilia vitu vingine, wacha ijijenge. Be gentle on it. Wacha ijengwe. Unajua aje? Mungu aliambia wana wa Israeli, wakati uovu wa Waamori utafika kwa shingo, utajaa, nitawatoa Misri. Kuna watu wengine lazima uovu ujae. Atakuja kukuokoa. Sasa kama ni Mwamori, usitake hiyo uovu uitoe kwa mikono yako. Hapana, saa haijafika. Kuna saa itafika. Usijijaribie. Praise the name of the living God. Tell someone, be gentle. Be gentle. The last one is self-control. Hiyo namba. Hapo tunda la Roho liko na vipengele ngapi? Self-control. Kwa Kiswahili inaitwa kiasi. Inaitwa kiasi. Kiasi. Ninajua tu hata nikikuwa wapi wakinipatia bia, I will not take. Sikunywi. Hata nikue hakuna mtu ananiona. Look at me, you people. I want you to hear what I'm saying. Hakuna mtu wa Jesus Healing Center hata mmoja. Lakini najua tu kuna maneno siwezi yafanya. Inaitwa self-control. You restrain yourself. Na usifikirie mtu atakuwa hapo kila siku. Sababu one of the tests za kuingia mbinguni ni kuona kama uko na self-control. Self-control. Kwani mdomo yangu nikikunywa bia haitateremka? Itateremka. Na hiyo yako. Lakini siwezi kunywa, sivuti, sigara, siwezi. Nikiweka nipulize, nilikuwa napuliza mpaka natolea moshi kwa mapua hivi. Ona venye mnaniangalia. Ukitolea moshi kwa mapua ulikuwa unajisikianga wewe ndiye chini ya sasa. Toke kwa mapua. Siku ingine nikafanya hivyo nikakohoa mpaka karibu nikufe. Nikatoka na hakuna mtu anakuona. Ukienda Murang'a na uamue umetoka huku umeoleka, tunakujua hapa Mama Ben hapa. Tena uende Murang'a unasema nimeenda kuona mama. Na uende kule pia uoleke karibu miezi 2. Mtu ataona kweli. Lakini self-control. Self-control inasema I know who I am. I will not do that. Praise the name of the living God. I will not. Joseph alipata opportunity mzuri ndani ya nyumba ya Potiphar na kwa bedroom. Wakati alikuwa anatandika bedroom ya Potiphar, bibi akaingia ndani. Akasema huyu nikimpanda bedroom hawezi nikataa. Na yeye ni mrembo na yeye ni kama malkia wa eneo. Sababu Potiphar alikuwa governor, alikuwa mtu mkubwa. Akasema huyu hawezi nikataa. Akamwambia Joseph, nimekutafuta siku nyingi, thank God leo nimekupata kwa bedroom. Joseph akasema Potiphar amenipatia mamlaka juu ya kila kitu ninakiona kwa hii nyumba. Lakini kuna kitu moja hajanipatia, ni wewe mke wake. Na hata kama angenipatia, siwezi fanya kosa la aina hii mbele ya Mungu wangu. Self-control. Akasema sifanyi, akamwangukia, akasema utafanya. Akatoa koti, akabaki nayo, esigenje sola. Nje, watu wakashangaa Joseph anatoroka nini? Potiphar kuingia, bibi yake akamwambia, unaona, nimebaki na mavazi ya kijana wako Myahudi. Ulimleta kwa hii nyumba anirepu. Sikia statement venye imebadilika. Hallelujah.
Ukiwa na self control, God will defend you. He will defend you. He will defend you. Mungu atakutetea. Atakutetea. Praise the Lord of the living God. Kuna vitu ukiamua kuifanya zitafanyika tu. Zitafanyika, lakini you're losing your place in the spiritual realm. Usipokuwa na self control, dignity yako inapotea. Hautaheshimika. Unaweza fanya mambo ya heshima na ukuwe na mavazi ya heshima na uko na pesa za heshima, lakini hauna heshima. Kwa nini? Hauna self control. Unachukuliwa rahisi, ingawa you are a valuable person. Self control inasaidia mtu kupokea dignity yake. Usipokuwa self control, unakuwa degraded. Unakuwa degraded. Kama Mungu alikuumba grade A, unaanza kurudi grade B, C, D. Joseph alisema mimi ni A. I'm A and I'm not gonna lose it. No matter what happens, I will not. Fanya utakalo, lakini sitafanya hiyo, because I know who I am. I know where I belong. Praise the Lord of the living God. Kuna vitu unaweza ona nazo raha dakika 5, lakini zikuletee shida ya miaka mingi. Achana nayo. Control yourself. Self control is the fruit of the Spirit of God. Control yourself. Akarushwa gerezani, lakini bado mfalme alienda kumtafuta kwa sababu alisimama kwa ukweli. Haleluya! Hakuna mahali unaweza zikwa kama tunda la Roho liko hai ndani mwako ukose kufufuliwa. You shall be resurrected. Haleluya! Praise the name of the living God. Kuna watu neno even now lina apply kwa maisha yao. Even now ni Martha alisema even now I know Lazarus can resurrect. Even now I know Lazarus can come out of the grave. Na mimi nasema even now hata wewe unaweza toka kwa shida yoyote. Kama umesimama na Bwana, Mungu atakuja kukutetea. Haijalishi ni kwa shimo wanakurusha, haijalishi ni gerezani wanakuweka. Siku ya kwenda kwa mfalme ikifika, you shall ascend to the throne. Hakuna wa kukuzuilia. Hakuna wa kukuzuilia. Kwa sababu unajua kusimama na Bwana. Wakati uko peke yako, unajua I am a child of God. Unasema my body is the temple of the living God. Si roho ingine ikae, sitakubalia mawazo mengine ingie, kwa sababu mwili wangu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mtu wa Mungu, nataka nikwambie, you need to welcome the Spirit of God in your life every day. Every second you need to welcome Him. You need to speak in tongues like never before. Kwa sababu unaponena kwa ndimi kuna vitu zinaumbika ndani mwako. You need to give yourself a timetable of speaking in tongues. Unajipatia kuanzia saa 11:30 mpaka saa 12 ni timetable yangu ya kuongea in tongues, na unajitime, unaanza radadaba mandedebe ladagaba lekazaga. Unatembea kwa nyumba, unakaa kwa kiti, unatembea jikoni na unasema madugate lekazi, unashika milango unasema magadagada lekazigaba. Kwa nini? Kuna vitu unajenga, zijengeke ndani mwako, zikutambulishe kesho, zikutambulishe kesho. Biblia inasema tusilewe mvinyo, lakini tulewe Roho wa Bwana, tujazwe Roho wa Bwana. Be filled by the Holy Ghost. Na kulewa Roho wa Bwana inamaanisha hata wimbo inakuja. Wimbo inakuja. Mlevi anaweza kuwa amekaa kando ya barabara amelewa, lakini anashika simu anasema I'm calling the president of the United States. Alilewa. Inafaa tulewe hivyo. Hata kama shida ni kubwa, lakini unasema I am calling the King of Kings. Unamuita hapa saa hii utamuona. Haleluya. Mungu anataka tulewe Roho wake. Anataka tulewe Roho wake. Ajenge ndani mwetu mambo ambayo mwanadamu hawezi yabomoa. Ukipatikana na upendo, mwanadamu hatabomoa. Ukiwa na amani, mwanadamu hataibomoa, kwa sababu imetoka kwa Bwana.
jina la Yesu. Mungu aanze kukujenga, akukalishe juu kuliko jinsi ulivyojiona, kwa sababu umesema I will be self-control. Unasema I shall be an ambassador of peace. Unasema nitakuwa gentle katika kila hali. Unasema I will be patient with this situation. Unasema nitapenda wote hata kama wamenikosea. Ujenge kwenye mwamba, kwa sababu Yesu anataka kufanya kazi ndani mwako. Yesu anataka kufanya kazi ndani mwako. Kinachotutambulisha kwa Baba mbinguni ni Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu. He is the one that anaambia Baba, huyu ni wako pia. Roho Mtakatifu yeye ndiye anaambia watu, na yeye ndiye anakujulishanga this one is wrong. He is the convictor of the hearts of men. Anakuconvict, anakwambia hiyo haujafanya mzuri, anakwambia hapo hongera. Kuna kitu ukikifanya unaweza sikia ni kama makofi imepigwa mbinguni. Haleluya. Usitake hata watu wakupigie makofi. Unapolifanya unasikia ni kama kuna shangwe mbinguni. Kwa nini? Umeanza kujaa Roho. Unajazwa Roho, tunda la Roho limeanza kudhihirika. Watu wanaanza kusema na huyo hata kugombana naye ni bure. Utagombana hata ongea. Unamwambia huyo ni mimi sasa, nimefanywa upya. I am a child of the